Chadema tunajivunia nini? Stronger, no reforms, no reforms. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, waheshimiwa viongozi wakuu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na sekretarieti ya chama, waheshimiwa viongozi wote na watiania, nimesimama kuzungumza machache kwa sababu tutakuwa na awamu mbili za mazungumzo siku ya leo. Awamu ya kwanza ni hii hatua ya ufunguzi ambayo tutazungumza vyombo vya habari vikiwepo, na awamu ya pili kwa kuwa ni kikao cha ndani, tutazungumza wenyewe ndani kwa kina zaidi. Kwa sasa katika hatua hii niseme mambo machache. Katika sayansi na sanaa ya ushindi wa uchaguzi duniani, katika nchi zenye demokrasia iliyokomaa, kuna mambo manne ambayo ndio kipaumbele cha ushindi katika uchaguzi, na mambo hayo manne yanapangwa kwa kadiri ya umuhimu. La kwanza ni mgombea. La pili ni ajenda ya uchaguzi, ambapo kwenye uchaguzi unaweza ukaita ilani. La tatu ni organization ya kampeni, na la nne ni rasilimali. Kwa kwenye hali ya kawaida ya kiuchaguzi, haya mambo manne ndio mambo kipaumbele. La kwanza likiwa ni wagombea. Uwepo wenu nyinyi hapa katika ukumbi huu, watiania wa ubunge, wengine mkiwa mmegombea 2020 na mnatamani tena kugombea 2025, wengine ikiwa mmetia nia kwa mara ya kwanza kugombea mwaka 2025, inadhihirisha kwamba lile jambo kipaumbele cha kwanza katika ushindi katika chaguzi tunalo Chadema, kwa maana wagombea wenye ari ya kutaka kushinda. Hongereni na asanteni sana. Lakini Tanzania ya leo na hata ya jana si katika nchi ambazo zina demokrasia inayoweza kuitwa demokrasia ya uchaguzi. Kwa katika mazingira ya nchi kama ya kwetu, kwa tuliyoshuhudia kwenye kilichoitwa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, tuliyoshuhudia kwenye uchafuzi ulioitwa uchaguzi wa mwaka 2020, na tuliyoshuhudia tarehe 27 Novemba mwaka 2024 katika kile kilichoitwa uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Tanzania haina tena chaguzi za kidemokrasia.
Disemba, aliyekuwa mwenyekiti wa chama wakati huo baada ya tafakari ya kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms no election, katika tamko lililotolewa makao makuu ya chama hapa Mikocheni. Uamuzi ule tukaenda nao mbele kwenye vikao vya juu zaidi vya chama. Tarehe 20 mwezi Januari mwaka 2025, katibu mkuu nikawasilisha kwa niaba ya kamati kuu mbele ya baraza kuu taarifa ya chama katika kipindi cha miaka 5, na kama sehemu ya taarifa hiyo tukawasilisha mapendekezo kwa baraza kuu juu ya yale maazimio yote yaliyokuwa yamepitishwa na kamati kuu ya chama baada ya kutathmini uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, yapate baraka yawe ni maazimio ya baraza kuu la chama. Na kwa kauli moja baraza kuu la chama likayapitisha maazimio hayo, ikiwemo msimamo wa kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms no election, ukawa ni msimamo wa baraza kuu la chama. Tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, ambayo ilikuwa ni siku ya mkutano mkuu wa chama, pamoja na ajenda nyingine. Katika mkutano mkuu ule, mkutano mkuu ulipokea taarifa ya baraza kuu la chama ambayo katibu mkuu iliwasilisha kwa niaba ya baraza kuu. Katoa mapendekezo kwa mkutano mkuu kupitisha maazimio mbalimbali. Kati ya maazimio tuliyopendekeza kwamba yawe ni maazimio ya mkutano mkuu wa chama ni kwamba katika mazingira ya nchi yetu ilivyo, hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 bila kwanza kufanyika mabadiliko ya kimsingi ya kuwezesha uwepo wa mazingira ya kuruhusu kufanyika kwa uchaguzi huru na haki, na kwamba bila mabadiliko hayo hakutakuwa na uchaguzi, no reforms no election, ikawa ni azimio la mkutano mkuu wa chama. Tumekutana leo na nyinyi wagombea katika hatua hii mkiwa ni watiania wa kugombea, kwa sababu baada ya azimio lile la mkutano mkuu, uongozi mpya ukiongozwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ulikaa kikao cha kamati kuu tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2025 kuweka mikakati ya utekelezaji. Kama sehemu ya mikakati ya utekelezaji wa azimio hilo, ikaazimiwa kuwa chama kitatumia njia mbalimbali kusukuma ajenda ya no reforms no election. Mikutano ya hadhara, kukutana na makundi na wadau mbalimbali, mikakati kadhaa ambayo ilikushaelezwa mbele ya umma. Lakini kati ya mkakati mmoja muhimu ilikuwa ni kwamba lazima tuunganishe nguvu za pamoja za wote katika kazi hii ya pamoja ya kutekeleza azimio hili la mkutano mkuu. Vikao vikaanza vya kukutana na wadau mbalimbali. Mikutano ya hadhara vile vile imekwisha anza kama sehemu ya operesheni hii. Secretariat tuliketi kikao na tukaona tuwashauri viongozi wakuu kwamba wakati tukiendelea mbele na kukutana na wananchi kupitia mikutano ya hadhara, kukutana na wadau mbalimbali wa kuunga mkono ajenda hii, mpo nyinyi wadau muhimu sana wa uchaguzi, watiania, ni muhimu tukutane na nyinyi vile vile, tuweke mawazo ya pamoja tunakwendaje mbele kwenye kutekeleza azma hii ya no reform no election.
Kwa hiyo nawashukuru, nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwamba pamoja na mwito wa muda mfupi mmeitika kwa wingi wenu, na sio tu kuitika kwa wingi wenu, mmekuja kwa gharama zenu wenyewe Dar es Salaam, makao makuu ya chama. Asanteni sana, asanteni sana. Naamini kupitia mazungumzo tutakayoyafanya hapa tutaongeza nguvu zaidi za kwenu, za kwetu, za kila mwanachadema, nyinyi mkiwa wadau wa msingi katika majimbo mnayotoka. Na baada ya mkutano huu, nguvu ya ziada itaongezeka maeneo mbalimbali mpaka watawala watasikia sauti ya wananchi kwamba no reforms, no election. Sasa zimekuwepo jitihada za kujaribu kuugilibu umma na wakati mwingine hata kuagilibu viongozi wa dini. Nilimsikia rais akisema siku chache zilizopita kwenye baraza la Eid, akisema kwamba reforms zimekwisha fanyika, na akadai kwamba tayari tume huru ya uchaguzi na kwamba hizi reforms zimefanyika kwa maoni ya wadau, na akatumia maneno wadau wote, akatumia maneno kwamba wadau wote wamekubaliana. Nasikitika sana, rais hakusema ukweli mbele ya viongozi wa dini, kwa sababu rais anafahamu. Tulipokutana naye Ikulu Chamwino mwaka 2022, ni yapi ambayo tulimweleza na tukataka yafanyike kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024 na uchaguzi wa mwaka 2025 kuwezesha uchaguzi huu na haki, na hayakufanyika. Na rais anafahamu kwamba mazungumzo yalipokwama, rais anajua kwamba waliamua kinyume kabisa na maoni ya wadau kupeleka miswada mitatu mibovu bungeni, kwa hicho kilichoitwa mswada wa sheria ya tume huru, mswada wa sheria ya uchaguzi wa diwani, ubunge na urais, na marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Rais na CCM na serikali wanafahamu kwamba Chadema tulikwenda mbele ya kamati ya bunge, tulipinga mapendekezo hayo, lakini kwa sababu wana nia ovu ya kuiba uchaguzi wa mwaka 2025, nia ovu ambayo waliidhihirisha bayana katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024, walikataa mapendekezo yote ya msingi ya wadau, sio ya Chadema tu, mpaka ya viongozi wa dini, na hatimaye tuko hapa tulipo. Kwa mimi rai yangu kwenu wana Chadema na Watanzania ni kuipuuza kauli hiyo ya rais na kuendelea na madai ya no reforms, no election. La mwisho tu ni waombe watiania pamoja na no reforms, no election, na hili nawaomba nyinyi na wanachadema wote tuwekeze nguvu sana katika tone tone na Chadema Digital, jitihada za kutafuta rasilimali za kutosha, sio tu kwa ajili ya kufanikisha no reforms, no election, bali pia kukiwezesha chama kujitegemea, kupunguza utegemezi wa ruzuku, ili watawala wasitutishe katika hatua zote za mapambano ya kudai haki na mabadiliko katika taifa letu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.